China imesema kuwa shambulio la Irani lililolenga jengo linalomilikiwa na kampuni ya China nchini Kuwait halikusababisha madhara kwa raia wake, huku ikitaka serikali ya Kuwait kuongeza ulinzi kwa raia wa China na taasisi zake zinazofanya kazi nchini humo, wakati hali ya usalama katika Mashariki ya Kati ikiendelea kuzorota. Akizungumza katika mkutano wa kawaida na waandishi wa habari mjini Beijing, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa China, Mao Ning, amesema serikali ya China imekuwa ikifuatilia kwa karibu maendeleo ya tukio hilo tangu lilipotokea na imefanya mawasiliano haraka na ubalozi wake nchini Kuwait pamoja na mamlaka za Kuwait ili kupata taarifa kamili kuhusu athari za shambulio hilo. Kwa mujibu wa Mao, uchunguzi wa awali umeonyesha kuwa hakuna raia wa China aliyejeruhiwa wala kupoteza maisha kutokana na shambulio hilo la jana Alhamisi, Julai 30 mwaka 2026, jambo ambalo limeleta afueni kwa serikali ya Beijing. Hata hivyo, alisema tukio hilo linaonyesha hatari kubwa inayowakabili raia wa kigeni na makampuni yanayofanya shughuli zake katika eneo la Ghuba kutokana na kuongezeka kwa mivutano ya kijeshi kati ya Iran na Marekani pamoja na washirika wake. Mao Ning alisema China imeitaka serikali ya Kuwait kuchukua hatua madhubuti za kuimarisha ulinzi katika maeneo yanayohifadhi makampuni ya China, kuhakikisha usalama wa wafanyakazi wake pamoja na taasisi zote zinazowakilisha maslahi ya China nchini humo. Aliongeza kuwa China ina imani kuwa Kuwait itatimiza wajibu wake wa kulinda raia wa kigeni kwa mujibu wa sheria za kimataifa na mikataba ya kidiplomasia. Kauli hiyo imekuja baada ya Wizara ya Ulinzi ya Kuwait kutangaza kuwa kombora au shambulio la Iran liligonga jengo la kampuni ya China lililopo kaskazini mwa nchi hiyo. Kwa mujibu wa taarifa ya wizara hiyo, shambulio hilo lilisababisha kifo cha mfanyakazi mmoja na kuharibu sehemu kubwa ya jengo hilo pamoja na vifaa vilivyokuwa ndani yake. Mamlaka za Kuwait hazijatangaza mara moja uraia wa mfanyakazi aliyefariki dunia wala kutoa maelezo ya kina kuhusu kampuni iliyolengwa. Baada ya tukio hilo, vikosi vya usalama vya Kuwait vilifika eneo la shambulio na kuanzisha uchunguzi, huku vikiongeza ulinzi katika maeneo muhimu ya viwanda, makampuni ya kimataifa na miundombinu muhimu inaweza kuwa katika hatari ya kushambuliwa. Kuwait pia imeendelea kuratibu hatua zake za kiusalama na washirika wake wa kimataifa ili kuzuia mashambulizi mengine yanayoweza kujitokeza. China, ambayo ni mmoja wa wawekezaji wakubwa zaidi katika Mashariki ya Kati, ina maslahi makubwa ya kiuchumi katika mataifa ya Ghuba kupitia sekta za mafuta, gesi, ujenzi, miundombinu, usafirishaji na teknolojia. Makampuni mengi ya China yanaendesha miradi mikubwa nchini Kuwait pamoja na mataifa mengine ya Ghuba, huku maelfu ya raia wa China wakifanya kazi katika miradi hiyo. Kutokana na hali hiyo, Beijing imekuwa ikifuatilia kwa karibu ongezeko la mapigano katika eneo hilo, ikihofia kuwa kuendelea kwa mashambulizi kunaweza kuhatarisha usalama wa raia wake pamoja na uwekezaji wake mabilioni ya dola katika Mashariki ya Kati. Katika miezi ya hivi karibuni, China imeendelea kutoa wito wa kutatuliwa kwa migogoro kupitia njia za mazungumzo na diplomasia badala ya matumizi ya nguvu za kijeshi. Beijing imeonya mara kwa mara kuwa kuongezeka kwa mashambulizi kati ya Iran, Marekani na washirika wao kunaweza kusababisha athari kubwa kwa usalama wa kikanda na uchumi wa dunia. Wachambuzi wa masuala ya kimataifa wanaeleza kwa tukio hilo la kulengwa kwa jengo linalohusishwa na kampuni ya China, licha ya kutokuwa na dalili kwamba Beijing ndiyo ilikuwa shabaha ya moja kwa moja, linaonyesha jinsi migogoro ya kijeshi inavyoweza kuathiri mataifa ambayo hayashiriki moja kwa moja katika vita hivyo. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.